Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize tafakari ya ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo tarehe 22 ya mwezi wa 4. Kama tulivyopewa sisi, yatupasa kutoa kwa ajili ya mapungufu ya jirani zetu na kuwasamehe kwa upendo. Ndugu zangu wapendwa, leo tunatafakari maneno yenye uzito mkubwa ya Mtakatifu Gaspari kwamba kama tulivyopewa sisi, yatupasa kutoa kwa ajili ya mapungufu ya jirani zetu na kuwasamehe kwa upendo. Maneno haya yanatualika kuishi Injili kwa matendo, na si kwa maneno tu, bali kwa matendo ya kila siku. Ndugu zangu wapendwa, kupitia ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari tunakumbushwa au tunaaswa yafuatayo. 1. Tumepokea bure, tutoe bure. Neno la Mwenyezi Mungu katika Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 8 anatuambia, mlipokea bure, toeni bure. Kila mmoja wetu amepewa mengi na Mwenyezi Mungu: uhai, afya, familia, imani na hata msamaha wa dhambi. Hakuna anayejitengenezea haya peke yake, lakini cha kujiuliza katika nafsi zetu ni kwamba kweli tunatoa tulichopokea kutoka kwa Mungu? Katika maisha ya kawaida kuna watu hawana chakula, lakini sisi tunaweza kushiriki kwa kuchangia kidogo tulicho nacho. Kuna watu wana huzuni, lakini sisi tunaweza kuwapatia maneno ya faraja. Kuna waliokukosea, lakini sisi tunaweza kuwapatia nafasi ya pili. Ndugu zangu wapendwa, kutoa si lazima kuwa na vitu vingi, bali ni kuwa na moyo wa upendo. Vile tunaaswa kwamba kusamehe si udhaifu, ni nguvu ya upendo. Mwinjili Luka sura ya 6 aya 36 hadi aya 37 anasema, kuweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Sameheni nanyi mtasamehewa. Wapendwa, kusamehe si rahisi, na mara nyingi tunaumia sana pale ambapo rafiki anakusaliti, ndugu anakukosea, mtu anakudharau. Lakini tukumbuke kwamba kusamehe si kumkubali mtu aliyekukosea kuwa sahihi, bali ni kuachilia uchungu wote ulioko moyoni mwako na kujikomboa kutoka motoni. Mfano wa maisha ya kila siku juu ya kusamehe. Fikiria familia moja. Mama na binti wanagombana. Binti anasema maneno makali kwa mama yake, na mama yake anaumia sana. Na huyu mama anaweza kufanya mambo mawili: aidha kushika hasira na kumtenga binti yake, au kumsamehe, kumkumbatia na kusema, nakupenda hata kama umeumiza moyo wangu. Anapochagua kusamehe, familia inapata amani, na huo ndio upendo wa Kikristo. Tunatokana na mfano wa kawaida makazini kwetu. Mfanyakazi mwenzako anakokuharibia sifa, badala ya kulipiza kisasi, unachagua kufanya kazi kwa uaminifu na kumtendea mema. Hapo unakuwa unaishi Injili, na ndiyo upendo wenyewe. 3, tunaaswa kwamba Yesu ndiye mfano wetu mkuu. Katika Injili ya Luka, Yesu akiwa msalabani alisema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Ndugu zangu wapendwa, huu ni upendo wa hali ya juu na usio na kipimo. Yesu alisamehe hata wale waliomtesa. Hivyo basi, hakuna sababu inayoweza kutuzuia na sisi kuwasamehe wengine waliotukosea katika maisha yetu. 4, tunaaswa kwamba kutoa na kusamehe huleta baraka. Wapendwa ndugu zangu, tunapotoa tunaleta furaha kwa wengine na tunakuwa chombo cha Mwenyezi Mungu. Tunaposamehe
tunapata amani ya moyo na tunafunguliwa kupokea neema zaidi na zaidi. Ndugu zangu, chuki na ubinafsi hufunga moyo, lakini upendo hufungua milango ya neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, napenda kumwalika kila mmoja wetu ajiulize, je, ni nani anahitaji msaada wake katika maisha yake? Au ni yupi aliyemkosea na msamehe? Na ni wapi anapoweza kuonyesha upendo kwa vitendo? Wapendwa, tusisubiri kesho, tuanze leo. Toa kidogo ulicho nacho, samehe kutoka moyoni, na onyesha upendo bila masharti. Tukumbuke tena maneno ya Mtakatifu Gaspari kwamba kama tulivyopewa sisi, yatupasa kutoa na kuwasamehe kwa upendo. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili tuwe watu wa kutoa na kusamehe, si kwa nguvu zetu, bali kwa neema yake. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Alfred Cyprian Mahwera, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.